kusifia mtu ili kufunika maovu, siko tayari. Askofu wa kanisa Katoliki Bwana Kitima ama Padri Kitima ameweza kutoa tamko kali siku ya leo. Padri Kitima ameweza kutoa onyo na kuweza kusema kwamba misingi ya kanisa haiwezi kumruhusu kukaa kimya kipindi ambapo nchi ya Tanzania inashuhudia maovu. Padri Kitima ameweza kuzungumza ama kuyataja baadhi ya maovu yanayoweza kutendeka katika nchi ya Tanzania na ambayo viongozi wameendelea kuyanyamazia. Lakini pia Kitima ameweza kusema kwamba yeye mwenyewe hawezi kunyamaza wakati maovu haya yanaendelea kutendeka katika nchi ya Tanzania. Msikilizaji, tamko la Padri Kitima limeweza kusoma hivi: kusifia mtu ili kufunika maovu sitafanya. Yaani, iwe kwamba unaona swala bovu likitendeka, lakini unamsifia mtu kwa sababu ya kufunika uovu alioweza kuufanya, Padri Kitima ameweza kutoa tamko kwamba hawezi kushiriki katika kufanya mambo kama hayo. Akaweza kutoa mfano kama huu: chama cha CCM hakijafuata procedure zake za ndani, lakini chama tofauti kinachukuliwa hatua na hiki hakichukuliwi. Sasa mnasema msajili wa vyama asiweze kushughulikiwa, ama nisiseme kwamba msajili wa vyama amekosea? Unaona kabisa huyu anaonewa, unamwacha. Kwa mfano, umeona kabisa chama fulani kijafuata procedure zake za ndani, hiki kinachukuliwa hatua, hiki hakichukuliwi. Kwa hiyo nataka nimsifie msajili wa vyama kwa hilo? Siwezi kumsifia. Msikilizaji, kama namsoma vizuri, Padri Kitima anayezungumzia maovu ambayo serikali ya Samia Suluhu inaweza kuyafanya. Ikumbukwe kwamba Samia Suluhu ndo kiongozi wa CCM ama Chama cha Mapinduzi Tanzania, na chama hicho ambacho kimeweza kuonekana kwamba maovu yanayotekelezwa na chama hicho hayachukuliwi hatua zozote. Lakini inapotokea kwamba chama tofauti kimeweza kufanya maovu ama kimeweza kujipata kwa shida kidogo, kinachukuliwa hatua kubwa. Ni kama zile za CCM wazionekani. Kwa hivyo, kwa maneno ya Padri Kitima ameweza kusema kwamba chama cha CCM hakijafuata procedure zake za ndani, na kwa hivyo inapaswa kwamba chama hicho kiweze kuchukuliwa hatua rasmi, na msajili wa vyama anafaa kuhakikisha kwamba hilo linaweza kufanyika kabla ya kuweza kuhakikisha kwamba vyama tofauti vimeweza kuchukuliwa hatua, ama vyama vyote vichukuliwe hatua kwa wakati mmoja, ili kuweza kuonyesha kwamba upo usawa katika utekelezi wa shughuli za vyama nchini Tanzania. Lakini pia katika maongezi yake, Padri Kitima ameweza kusema hivi: kuna bwana anaitwa Ali Kibao ameweza kukamatwa kwenye halaiki mchana,
Sasa huo si ni ovu? Na kulingana na Padri Kitima ameweza kusema kwamba binafsi yake akiweza kushuhudia swala kama hilo likiweza kufanyika, lazima aweze kuhakikisha kwamba haki inatendeka na yeye hawezi kunyamazia maovu yakiweza kutendeka. Lakini kuna bwana pia anaitwa Soka, ameitwa katika kituo cha polisi na mpaka sasa haonekani na hajulikani alipo. Sasa familia ya bwana huyu inahuzunika na hawajui wataweza kuelekea wapi ili kuweza kumpata mpendwa wao. Ali Kibao amekamatwa kwenye halaiki mchana. Mimi natoa mfano mpaka siku ya mwisho. Kijana anaitwa sijui nani huyo, Soka. Ameitwa kituo cha polisi, haonekani mpaka leo. Sasa unasema si tunyamaze? Uovu ule lazima tuukemee. Sasa kama kukemea uovu ni kuingilia mambo ya watu, tunawaambia wale wanaoyafanya wayaache. Na tutaendelea kuwaambia na hatutaacha, tutaendelea kuyaambia. Elewa msikilizaji kwamba utaratibu unasema kwamba polisi wakikamata mtu ndani ya masaa fulani waweze kuhakikisha kwamba umeweza kuwasilishwa mahakamani, umeweza kusomewa mashtaka yako na kesi yako ianze kusikilizwa ili haki iweze kutendeka. Unapaswa kufungiwa tu iwapo umeweza kupatikana na hatia na ukaweza kuhukumiwa kwamba ufungiwe. Lakini kuna huyu bwana anaitwa Soka, ameitwa katika kituo cha polisi, akajifikisha kituo cha polisi, lakini kutoka hapo haonekani na hajulikani alipo. Hajawahi kufikishwa mahakamani, kesi yake haijawahi kusikilizwa na hali yake haijulikani ikoje mpaka sasa. Kwa hivyo Padri Kitima amesisitiza kwamba masuala kama haya hayawezi kuendelea kunyamaziwa. Padri ameweza kuendelea na kusema hivi: ikiwa kupinga uovu ni kuingilia mambo ya watu, basi inabidi kwamba watu wanaweza kushiriki maovu ndo wayaache. Bila hivyo tupo nanyi bamba tubamba. Msikilizaji, Padri anasema kwamba ikiwa watu fulani wanahusika katika kuyafanya maovu na baadaye baada ya kukosolewa wanahisi kwamba wameweza kuingiliwa ama haijaweza kuwa bora kuweza kufanyiwa hivyo, kulingana na Padri Kitima ameweza kusema kwamba nyie ndo muweze kuyaacha hayo maovu. Lakini ikiwa maovu yanaweza kuendelea, ataweza kuhakikisha kwamba kila wakati anapata kuzungumza dhidi ya maovu na kuweza kuhakikisha kwamba serikali inapata kuhakikisha kwamba uwepo wa maovu haupo tena. Bila hivyo kutaendelea kuwepo ukosoaji mpaka pale atakapoweza kuhakikisha kwamba nchi inaweza kuchukua usukani unaofaa. Msikilizaji, hebu nikualike kuachia maoni yako kwenye comment section, lakini pia nikukaribishe, ikiwa ni mara ya kwanza tunapatana, uendelee kutufuatilia. Hakikisha kwamba unazidi kupiga subscription kwenye channel yetu, atuzidi kufahamishana siku hadi nyingine, na tuzidi kuyamulika yale ambayo yanafanyika, ambayo ni maovu na ambayo ni bora, tuweze kusema kwamba haya ni bora na haya sio bora. Zidi kutufuatilia, tuzidi kufahamishana.
tuzidi kuelimishana panapostahiki.